Karibu tena msikilizaji, na leo tunachambua kwa undani zaidi makala moja tuliyoipata mtandaoni. Kichwa chake kinavutia kweli kweli na labda kina utata kidogo. Maonyesho ya vibarakala wa kisiasa wa Ruto. Jinsi wakosoji wa Kenya walivyonunuliwa na kunyamazishwa. Hapa neno vibarakala linamaanisha wanasiasa ambao wanaonekana kama vikaragosi hivi, au labda wanaotumiwa na wengine. Chanzo chenyewe ni Village Action Online na kinatoa madai, ningesema mazito sana, kuhusu jinsi baadhi ya wakosoji wa zamani wa Rais Ruto wanavyodaiwa kubadili msimamo wao. Sasa lengo letu hapa kama kawaida ni kudadavua tu, kuelewa mtazamo na hoja kuu zinazowasilishwa ndani ya haya maandishi mahususi tuliyoyapata. Hasa kabisa. Yaani tutaangalia kwa undani jinsi maandishi haya yanavyojenga hoja yake kuhusu haya mabadiliko ya kisiasa yanayodaiwa. Na ni muhimu sana kwako wewe msikilizaji kukumbuka kitu kimoja. Sisi hapa tunaripoti tu kile kilichoandikwa kwenye chanzo hiki. Yaani hatuthibitishi madai haya wala hatuyapingi. Dhamira yetu ni kukusaidia tu kuyafahamu kama yalivyoandikwa. Sawa sawa. Basi hebu tuanze kuchimba zaidi sasa. Kiini hasa cha hoja hii makala ni kwamba kuna kundi fulani la watu ambao hapo awali walikuwa, mstari wa mbele kabisa kumkosoa vikali William Ruto. Hii ilikuwa kabla hajawa rais. Walimuita majina kama fisadi, na pia walisema ni mtu anayegawanya taifa. Lakini sasa, kulingana na mwandishi wa makala hii, picha imebadilika kabisa. Watu hao sasa wamekuwa waungaji mkono wake wakubwa. Na makala inasisitiza tena sana kuwa haya si mabadiliko ya dhati, yani si mabadiliko ya moyo au itikadi. Naam, na hapo ndipo kama ulivyosema hoja ya msingi ya chanzo hiki inapojikita. Kulingana na mwandishi, huu mgeuko si wa bahati mbaya tu, hapana. Ni matokeo ya mkakati wa makusudi kabisa. Maandishi yanadai Rais Ruto anatumia mbinu ya, wanasema, kununua uaminifu. Sio kuomba au kujenga, bali kununua. Na bei yenyewe inayotajwa kwenye makala inajumuisha vitu kama vyeo serikalini, ahadi ya kugawana madaraka, na pia ile hisia ya ulinzi au usalama wa kisiasa. Usalama wa kisiasa. Hiyo ni muhimu Kabisa. Kwa hiyo hoja kuu hapa, kulingana na chanzo, ni kwamba hawa wakosoaji wameuza misimamo yao. Wameiuza kwa malipo hayo. Hili jambo linazidi kuvutia zaidi tunapoangalia jinsi chanzo kinavyoelezea historia yenyewe. Yaani, kinasema watu hawa walijenga majina yao, walipata umaarufu kwa kumshambulia Ruto kwa nguvu zao zote. Ilikuwa kama sehemu ya utambulisho wao wa kisiasa. Lakini sasa kimya kikuu kuhusu ule ukosoaji wao wa zamani. Kimya kabisa. Badala yake, sasa tunasikia sifa tu na kuunga mkono. Mtazamo unaojitokeza kwenye chanzo hiki ni kuwa huu ni mchezo wa kisiasa kwa upande wao, ili tu waendelee kuwa na umuhimu serikalini, kubaki kwenye mstari wa mbele. Na makala inaenda mbali zaidi, haishii hapo. Inawachambua hawa wanaodaiwa kubadili msimamo. Inadai kwamba Rais Ruto, kwa mtazamo wa mwandishi huyu, anawaona kama zana tu, vifaa, vyombo anavyoweza kuvitumia katika mkakati wake mkuu wa kisiasa. Zana kama vifaa. Kama vile vyombo vitupu ambavyo viko tayari kujazwa chochote kile na kutumika kwa lolote lile, ili mradi tu wapate madaraka au hata anasa. Ni lugha, niseme, kali sana inayotumiwa kwenye chanzo hiki kuwasilisha huo mtazamo. Kweli ni lugha nzito. Na sasa athari kwa wale wakosoaji wa zamani, kwa mujibu wa makala hii, ni zipi? Inadai wamesaliti kila kitu walichokuwa wanasema, wanakisimamia, wanakipigania, wamepiga magoti, yani kwa mfumo ule ambao walikuwa wakiukemea kwa sauti kubwa sana hapo awali. Wamepiga magoti. Matokeo yake, kulingana na mwandishi huyu, ni kupoteza uadilifu wao, heshima yao, ili tu kuendelea kuwepo kisiasa. Makala inasema hili ni usaliti, si tu kwa wafuasi wao waliowaamini, bali hata kwa nafsi zao wenyewe. Na jambo moja muhimu la kuzingatia hapa, kama linavyoelezwa na chanzo, ni kwamba hii si hadithi ya mtu mmoja au wawili tu. Maandishi yanadaini mtandao
mtandao mpana na uliochangamana wa wanasiasa ambao sasa inadaiwa wameingia kwenye kile kinachoitwa tego wa ushawishi wa Rais Ruto. Mtandao kabisa. Ndiyo, wamekuwa sehemu ya mfumo ambao hapo awali waliuita mbovu. Walikuwa na ukosoa. Madhara yake, kulingana na mtazamo wa chanzo hiki, ni kwamba wale waliotarajiwa kuwa macho ya umma, wale wa kuiwajibisha serikali, sasa wanadaiwa kuwa sehemu ya matatizo yanayoikabili nchi. Wanashiriki katika kushindwa kwake, kwa maneno ya chanzo. Makala inamalizia kwa ujumbe, ningesema, wa moja kwa moja kwako wewe msikilizaji. Inakuonya. Inasema kuwa wale viongozi wa kisiasa ambao labda ulikuwa unawaamini, unawategemea wasimamie ukweli, sasa huenda ni sehemu ya mfumo unaodaiwa kuwanyamazisha na kuwatumia. Na inawataja kama vibarakala. Hilo neno tena, vibarakala. Kwamba wanashiriki kwenye mchezo ambapo lengo kuu ni madaraka tu. Si tena kutetea kanuni au maslahi ya umma. Huu ndio ujumbe mkuu. Na ni ujumbe mzito kweli unaotolewa na hiki chanzo. Tukijaribu sasa kuangalia picha pana zaidi, kama inavyochochewa na hizi hoja za makala hii, inaibua maswali mazito sana kuhusu asili ya mabadiliko katika siasa. Siasa kwa ujumla. Inauliza kuhusu ule mvutano kati ya, tuseme, pragmatic ya kisiasa, yani kufanya kile kinachowezekana ili kubaki madarakani na kushikilia misingi na uadilifu. Mvutano mgumu huo. Mgumu kweli. Swali ni gharama gani ya uadilifu katika safari hii ya kutafuta na kulinda madaraka? Hilo ndilo swali ambalo makala hii kwa mtazamo wake maalum inajaribu kulijibu. Kwa hivyo, baada ya kupitia hoja hizi zote kutoka kwenye chanzo hiki kimoja, nini hasa maana yake kwako, msikilizaji? Tumeona jinsi makala hii inavyodai kuwepo kwa mabadiliko makubwa katika mandhari ya siasa za Kenya, ambapo wakosoaji wakali wa zamani wanadaiwa kununuliwa na kunyamazishwa kupitia kile kinachoitwa chambo cha madaraka na ushawishi. Ni muhimu kukumbuka, huu ni mtazamo mmoja tu wenye nguvu uliotolewa kwenye maandishi haya. Na hapa labda tunakuachia wazo hili la mwisho la kutafakari, wazo linalojengwa juu ya haya tuliyojadili kutoka kwenye chanzo hiki. Tukizingatia madai ya chanzo kuhusu sababu za wanasiasa kubadili misimamo yao, kama vile kutafuta vyeo au usalama wa kisiasa, ni vigezo gani vingine au labda mitazamo gani tofauti inaweza kutusaidia sisi kuelewa kwa kina zaidi hii mienendo ya kubadilika kwa uaminifu katika siasa? Swali zuri hilo. Kwa nini wanasiasa wakati mwingine hubadilisha misimamo yao kwa ghafla namna hii? Hilo ni swali la kujiuliza.